Daktari wa afya ya kinywa na meno kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Hamisi Asedi, amewataka wakazi wa mkoani Tabora kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi ili kupunguza changamoto ya kutoboka kwa meno. Daktari Asedi amesema hayo wakati akizungumza na Radio Tabora FM, ambapo amesema ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi na kuto kuzingatia upigaji wa mswaki kwa usahihi ndio sababu inayopelekea kutoboka kwa meno na matatizo ya fizi. Kwa upande wa afya ya kinywa na meno, kuna magonjwa makuu kama mawili ambayo yanasumbua sana kwa wingi, ambayo ni kutoboka kwa jino na magonjwa ya fizi. Shida ya kutoboka kwa jino ni shida ambayo inasababishwa na ulaji wa vyakula vya sukari kwa wingi na kuto kuzingatia kupiga mswaki kwa usahihi. Kwa faida, kila binadamu anakuwa na bakteria ambao wako mdomoni, ambao wanakuwa vyakula vyao kubwa wananyesha kuendana na mabaki ambayo yanakuwa yanabakia kinywani kama akiwa hayasafi. Hali hiyo inapelekea kuzalisha asidi au tindikali ambayo inakuwa inasababisha kutoboka kwa jino. Aidha, Daktari Asedi amesema kuwa moja ya dalili ya jino kutoboka ni kusikia maumivu wakati wa kula au wakati wa kunywa vinywaji baridi. Na dalili ambazo mtu anaanza kuzipata ni kama kusikia maumivu wakati akiwa anakula vitu au akiwa anatafunia, tuseme kama vitu vya akiwa anakunywa labda vitu vya moto vya baridi. Na pia saa nyingine ikifikia kwenye tabaka la chini kabisa ambako kuna mishipa fahamu, na huko ataanza kusikia maumivu makali ambayo atakuwa wakati wote, ambayo anaweza kumkosesha usingizi na kadhalika. Kwa hiyo katika matibabu yake kuna matibabu ambayo ni ya kuziba jino kwa dawa ya muda mfupi, dawa moja kwa moja ambayo ni dawa tunasema ni permanent filling, na pia kuna matibabu ya root canal treatment. Root canal treatment au tunasema ni matibabu ya mzizi wa jino ambayo anatolewa kwa jino ambalo matibabu yake inakuwa ni kwamba mtu jino linakuwa limeshafikia kwenye kiini cha jino, kwenye pulp. Anakuwa anasikia maumivu muda wote, hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo inabidi kwanza lile jino lisafishwe mpaka kwenye mzizi wake. Baada ya hapo ndio litazibwa kawaida. Na shida nyingine kubwa ni shida ya fizi. Shida ya fizi ni shida ambayo inakuwa kama dalili za awali inakuwa ni kutoka damu wakati labda unapiga mswaki, au saa nyingine hata labda ukila chakula kigumu. Na pia saa nyingine inakuwa kama kuna ugaga ambao unakuwa umenatia kwenye meno. Unaweza ukawa mweupe au unaweza ukawa njano au unaweza ukawa kwa rangi nyeusi. Kwa hiyo nayo inaweza ikachangia baadaye kama isipotibiwa kwa haraka ikasababisha meno akaanza kulegea, na pia saa nyingine akanapata maumivu wakati wa kutafuna. Kwa hiyo pia ni shida ambayo inatibika hospitalini. Kuna matibabu yanaitwa scaling and root planning au professional dental cleaning, ambapo mgonjwa atapatiwa akifika katika kituo cha kutolea huduma kwa mtaalamu wa kinywa na meno. Sanjari na hayo, Daktari Asedi amewashauri wananchi kuwa na utaratibu wa kupiga mswaki mara 2 kwa siku ili kulinda afya ya kinywa na meno. Kawaida mtu anaweza kutumia dakika 2.5 dakika 3 kwa kupiga mswaki. Na mswaki anatakiwa anapiga mara 2 kwa siku. Tunashauri mtu anatakiwa apige mswaki asubuhi, sio kabla ya chai, ni baada ya kunywa chai ndo anashauriwa kupiga mswaki. Na anashauriwa atumie dawa ambayo ina madini ya fluoride ili kuweza kulinda meno yake. Na pia anashauriwa ukishapata chakula chako cha usiku uweze pia kupiga mswaki. Kwani yale mabaki ambayo yanabakia mdomoni ukishakula chakula, hasa kama ni mabaki ya vyakula ambayo ni vya sukari, wale bakteria ambao hapo mdomoni wanasababisha yanabadilisha kuwa tindikali ambayo ndio inaanza kutoboa jino taratibu mpaka kufikia hatua saa nyingine ukapata maumivu. Mara ya kwanza jino linapotoboka unaweza usihisi maumivu, lakini unaweza ukajiangalia mwenyewe. Maana dalili ya kwanza unaweza kuona ni kuna alama ambayo inaweza ikawa ni nyeupe sana kwenye jino lako, au inaweza ikawa ni nyeusi kwenye jino lako au rangi ya kahawia. Hizo ni dalili za awali kwamba jino limeanza kushambuliwa na wadudu. Kwa hiyo inapoendelea kutoboka kwenda kwenye tabaka la katikati ambalo ni tabaka laini mpaka kufikia kwenye tabaka ambalo linakuwa kuna mishipa ya fahamu. Mimi ni Faraja Simkwai wa Radio Tabora FM.